kuna watu ambao wanaisaka tiketi kwa njia ya playoff na ilikuwa ni Nigeria mbele ya Wakongo akina Fiston Kalala Mayele. Ngoma ni dakika 120 na mwisho wa siku ngoma ni 1-1. Kwenye changamoto mikoja penalti 4-3. Nigeria mwendo akawa anaumaliza. Kwa hiyo sasa mkongomani anaenda kuungana na watu wengine watano kutokea kwenye mabara tofauti, bara la Amerika, upande wa Asia huko wapi, ili kutafuta nafasi mbili. Kumbe safari bado. Sio maana ya playoff. Shughuli ndefu sana. Ndio maana ya playoff. Kwa hiyo kuna mabara mengine ambayo inabidi akakutana nayo huko mabara ya Asia wapi, ili kuweza kutafuta nafasi ya kwenda kuna kwa finali za michuano ya kombe la dunia mwaka 2026. Na hizo show itakuwa ni mwezi wa 3. Playoff itaendelea mwezi wa 3. Ikumbuka pia mkongomani mara ya mwisho kwenye finali za michuano ya kombe la dunia ilikuwa ni mwaka 1974. Kwa hiyo anajitafuta kwa mara nyingine. Na endapo kama DR Congo ataenda, maana yake tunazungumza Afrika Mashariki ipo kwenye finali. Sikio kwenye zile mambo za protocol nini anasomeka huko mzee. Ndio. Mimi nikiangalia kile kikosi cha DR Congo, sura yangu ambayo pendwa naitambua zaidi. Ni Mayele tu, Fiston Kalala Mayele. Ambaye jana pia kwenye zile penalti aliweka. Ndio, aliaminika hadi kwenye penalti. Safi sana. Sisi yupo ana standard yake. Na hapo pia kwa Fiston Kalala Mayele tunajua kwamba kuna zile tuzo za kafu. Kwa zile tuzo za kafu maana yake ameingia kwenye list ya watu ambao wameingia kwenye tatu bora. Kwenye tatu bora ameingia, lakini mwanetu sasa Shomari Kapombe kwenye ile tatu bora ametoka. Yani ametoka. Kwa hiyo kwenye ile tatu bora ameingia Fiston Kalala Mayele, ni miongoni mwa watu ambao wameingia kwa hiyo tuzo ya mchezaji bora ambaye anacheza huko Afrika. Yani huyu mchezaji ambaye nimesema ametoka naye alikuwa alikuwepo mchezaji bora. Si kama ilivyo kwa Clement Mzize, goli lake lipo linaonia goli bora. Hivi ni lipi lile alilowatundika TP? Vipi ukiangalia magoli mengine vipi lile lenyewe? Sasa kuna chuma moja hivi. Sasa kuna upigaji wa kura. Sasa watu wanapiga kura, lakini kuna mzigo mmoja ilikuwa ni Morocco na Taifa Stars. Mimi kwangu ule pia kwa bonge moja kama. Sasa tukienda kwenye kura hapo, basi. Sasa kwenye kula wa Tanzania na kula damdam. Watesi wa Yanga huwa juu.